Ni neema iliyoje majira haya, mfalme amani. Asante kwa sababu wewe ni mwenye nguvu na ni mwenye baraka. Leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza ya semina ambayo Mungu tunaianza leo. Litukuzwe jina lako kwa sababu ni mwaka mwingine mpya, mfalme, mwezi wa kwanza. Hakuna Mungu mwingine kama wewe ila peke yako. Wewe ndiye ambaye uko tayari kufanya kazi pamoja na wote wakupendao. Nami siku hii ya leo, mfalme, nakuja mbele zako. Ninaomba Mungu nitumie jinsi upendavyo peke yako kwa ajili ya kuwasikilizisha na kuwazungumzisha watu kile ulichokikusudia. Nami mtoto wako vivyo hivyo kupokea toka kwako kile ulichokikusudia kwa ajili ya kipindi hiki cha mwaka huu mwingine ambao Mungu tumeuanza. Mkono wako wenye nguvu, mfalme Mungu, ninauita mahali hapa ili upate kutawala na kutamalaki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Basi siku hii ya leo tutakuwa na somo letu ambalo lina kichwa kinachosema udhihirisho wa nguvu za Mungu. Udhihirisho wa nguvu za Mungu. Ikumbukwe ya kwamba semina iliyopita tuliweza kutazama kwa undani zaidi juu ya mambo ya kuzingatia zamani za uovu. Na tuliweza kuangalia mambo kadha wa kadha ambayo Mungu aliweza kututazamisha, ambayo katika hayo tunaweza tukajiweka tayari na kujua wapi tunaelekea na ni kwa namna gani tunaweza tukafika. Wale ambao wamekuwa wafuatiliaji wa muda mrefu, basi ninatumaini ya kwamba wameweza kufuatilia mambo kadha wa kadha ambayo Mungu alitusemesha kwa kipindi hicho. Na leo ninakukaribisha wewe ambaye ni mgeni, ndio mara yako ya kwanza. Basi karibu ili uweze kujifunza pamoja na mimi juu ya udhihirisho wa nguvu za Mungu. Udhihirisho wa nguvu za Mungu. Na kitabu ambacho tutakitumia kwa muda mrefu siku zote hizi 4 ambazo tunazo za semina, tutatumia kitabu kile cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 4. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 4 na tutaangalia ule mstari wa 8. Maandiko yanasema, basi itakuwa wasiposadiki wala kusikiliza sauti ya ishara ya kwanza, watasikiliza sauti ya ishara ya pili. Basi itakuwa wasiposadiki wala kusikiliza sauti ya ishara ya kwanza, watasikiliza sauti ya ishara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndilo andiko ambalo tutaliangalia kwa upana zaidi, na tukiangalia mifano mbalimbali ambayo inaweza ikatuonyesha juu ya udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha ya mtu, jinsi unavyokuwa na jinsi unavyojidhihirisha na jinsi ambavyo Mungu anaweza hata akakufundisha na wewe kwa namna ya maisha ambayo unaendelea kuishi, basi ukajikuta unaweza ukaona udhihirisho wa namna hiyo wa Mungu anavyotenda kazi kwenye maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nianze kwa kuweka msingi wa somo kwa maana ya kichwa ambacho nimekizungumza kwa habari ya udhihirisho wa nguvu za Mungu. Unapozungumza kwa habari ya udhihirisho wa nguvu za Mungu, inawezekana una maana mbalimbali ambazo unaweza ukawa unazifahamu, lakini nitazungumza kwa mambo machache ambayo naweza nikayatazama pamoja na wewe siku hii ya leo. Udhihirisho, neno udhihirisho kwa maana nyingine au kwa maneno mengine ambayo yanaweza kawa mepesi pengine kutambulikana kwako, ni kwamba udhihirisho ni kile kitendo cha kuonekana wazi, au udhihirisho ni ile hali ambayo inaweza ikajitokeza ya kufunuliwa kwa kitu. Kinaweza kikawa ni kitu pengine ambacho kilifichika lakini kikafunuliwa, au udhihirisho inaweza ikawa ni hali au ni kitendo cha kuthibitika kwa kitu. Kitu kinajithibitisha au jambo linajithibitisha, kwa maana ya kwamba inawezekana jambo lilikuwa limejificha au liko katika mazingira ambayo watu hawawezi kuliona au kulijua hata kwamba lipo. Lakini unapozungumza kwa habari ya udhihirisho, maana unazungumza kwa habari ya hilo jambo kwamba limeshathibitishwa, limeshajulikana, limeshajifunua
au limeshaonekana wazi. Hapo tunazungumza kwa habari ya udhihirisho. Lakini unaposema nguvu za Mungu, udhihirisho wa nguvu za Mungu tunazungumza kwa habari ya uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo. Lakini unapozungumza kwa habari ya nguvu za Mungu, ukiingia ndani utazungumza kwa habari ya mamlaka. Ukizungumza kwa habari ya nguvu za Mungu, unazungumza kwa habari ya utendaji. Sasa uwezo wa Mungu, mamlaka ya Mungu, utendaji wa Mungu kwa namna gani? Kwa namna ya ile udhihirisho au kile kitu cha kiungu ambacho kinatakiwa sasa kionekane au kifunuliwe au kithibitike, kinakuja pamoja na picha au tabia ambayo hiyo itatuashiria uwezo wake, itatuashiria mamlaka yake, itatuashiria kwamba utendaji wake ni wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapozungumza kwa habari ya nguvu za Mungu, moja kwa moja lazima uyatazame mambo fulani ambayo hayo mambo inawezekana mwanadamu hawezi akayafanya. Kwa sababu wakati mwingine ukizungumza kwa habari ya mambo ambayo mwanadamu anaweza akayafanya, udhihirisho wa Mungu kama mwenye nguvu peke yake ambaye hakuna mwingine anayeweza fanana naye, au mwenye mamlaka peke yake ambaye hakuna ambaye anaweza fanana naye, au mtendaji ambaye hafananishwi na kitu. Manake huwezi zungumza kwa habari ya nguvu au uwezo ambao unaweza kulinganishwa na mwanadamu. Kwa ni uwezo au ni mamlaka au ni utendaji ambao mwanadamu mwingine hawezi akalinganishwa naye, ila yeye peke yake anasimama, na akishasimama namna hiyo kila mtu anasema ya kwamba kweli hiki kitu ni Mungu amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna ushahidi wa mambo kadha wa kadha ambayo katika hayo mambo yakijitokeza au yakionekana au yakithibitika kwenye maeneo au kwenye mazingira au kwenye maisha hata ya kwako huko unakoishi au huko unakokaa, unagundua kabisa kwamba kwa hiki hakika ni Mungu amejulikana, ni Mungu ametenda, ni Mungu na mamlaka yake, ni Mungu na uwezo wake. Kwa namna gani? Kwa namna aidha ya kiumbaji. Tunazungumzia uumbaji kama kitu cha tofauti kabisa ambacho ni uwezo ambao Mungu peke yake anao. Au unaweza kuzungumza kwa namna ya uponyaji. Ni kitu ambacho ni Mungu ndo anayeponya na si kitu kingine. Na ndio maana tunafundishana au tunapeana maarifa ya kila siku ya kwamba unapoona umebanwa au upo katika uhitaji ambao katika shida ulionayo iko haja ya kupokea uponyaji, tunakwambia kimbilia kwa Mungu. Usikimbilie kwa mwanadamu, usikimbilie kwa mtu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu anayehusika kwenye level ya uponyaji ni Mungu peke yake. Lakini inawezekana pengine ni jambo la kuokoa, Mungu mwenyewe ndo anayeokoa. Na ndio maana tunapozungumza kwa habari ya uokovu, tunazungumza kwa habari ya Yesu Kristo, kwamba peke yake ndiye aliyekuja ulimwenguni kwa ajili ya kutuokoa. Nasi tumeokolewa kwa neema yake, na kwa imani tunaishi katika ushindi wa kukaa na kuamini ya kwamba Yesu ndiye aliyetuokoa, na peke yake uokovu unapatikana kwake na hakuna mwingine. Kwa nini? Kwa sababu ni uwezo wa kitofauti, wa kipekee ambao hauwezi ukapata mahali pengine. Lakini kuna ule uwezo mwingine au mamlaka nyingine ya kuhukumu. Hivi ni vitu ambavyo ni Mungu peke yake ambaye anaweza kuhukumu, tena hukumu ya haki, na si mwanadamu wala sio miungu mingine. Jambo lingine, inawezekana ikawa ni hali ya kubadilisha maisha, pengine ni ya mtu kiroho au ya mtu kitabia au ya mtu kimaadili kwa jinsi ya mwili. Sasa ukizungumza kwa habari ya mabadiliko ya namna hiyo juu ya maisha ya mtu, hakuna ambaye anaweza akasimama akasema nimembadilisha huyu, isipokuwa ni uwezo pekee wa kiungu, na ni Mungu pekee aliye hai ndiye anayefanya kazi ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mahali popote ambapo unaweza ukawa unapita, unaishi, umekaa au unajifunza, unatafakari, ukiona kuna aina ya mabadiliko ya mtu kiroho kwenye maisha yake, jua Mungu amehusika.
hata kama pengine hujui utendaji kazi wa Mungu ni wa namna gani, lakini kwa sababu unajifunza hapa, ukiona mabadiliko ya namna hiyo, hata kama kuna mtu mahali anajisifu kwamba amehusika, amebadilisha maisha ya mtu fulani, ukielewa somo la namna hii utagundua kwamba hapana, huyu hawezi akabadilisha, isipokuwa Mungu ndani yake ndiye anayebadilisha. Kwa hiyo udhihirisho wa nguvu za Mungu, udhihirisho wa nguvu ya Mungu kwenye maisha ya mwanadamu unajitokeza pale ambapo unaweza kuona Mungu kwa nguvu alizonazo, kwa uwezo alionao, kwa kazi anazozifanya, zinadhihirika au zinadhihirishika au zinathibitika au zinafunuliwa, na wewe kwa macho unaona kwamba hakika hili jambo ni Mungu amelifanya. Isipokuwa hivyo, basi hakuna udhihirisho wa nguvu za Mungu. Sasa hili somo letu ambalo tunataka tujifunze leo, na ninatamani mpaka semina yetu inaisha, kila mtu awe na uwezo wa kukusanya ushahidi ambao unaweza ukamwambia ndani ya moyo wake kwamba kwa ushahidi huu hakika Mungu amejidhihirisha, au kwa ushahidi huu hakika kuna udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye eneo. Kwa nini? Kwa sababu uko ushahidi hai kwamba Mungu yupo, anatenda kazi na maisha ya watu, anatenda kazi ndani yao. Na kwa sababu ushahidi huo upo, basi lengo kubwa la somo hili, Bwana Yesu asifiwe, lengo kubwa la somo hili limejigawa katika mafungu matatu. Fungu la kwanza, tunajifunza juu ya udhihirisho wa nguvu za Mungu ili watu wamjue Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Halafu lengo la pili ni kwamba tunajifunza udhihirisho wa nguvu za Mungu ili watu wamwamini Mungu. Halafu jambo la mwisho ni kwamba tunajifunza udhihirisho wa nguvu za Mungu ili watu wamche Mungu, waishi maisha matakatifu, wamtumikie Mungu ambaye wamemjua wakamwamini, basi wawe na utayari wa kutembea kwenye njia anazozitaka. Inawezekana hata wewe una kiu ya kumjua Mungu. Inawezekana hata wewe una kiu ya kwamba hata utakapofanikiwa kufikia viwango vya kumjua, basi umwamini. Na si tu kumwamini, lakini unatamani uweze kutembea sawa sawa na mapenzi yake, jinsi anavyotaka watu wake waliomjua na kumwamini watembee. Na kwa sababu hiyo, basi kaa kwa kutulia, tujifunze pamoja, alafu tuone jinsi Mungu ambavyo anaweza akatupeleka. Kitabu kile cha Wakorinto sura ile ya kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 20. Ukisoma pale utagundua maandiko yanazungumza kwa habari ya ufalme wa Mungu hauwi katika neno. Ufalme wa Mungu hauwi katika neno, bali katika nguvu. Nini maana yake? Udhihirisho wa nguvu za Mungu. Ufalme wa Mungu hauwi katika neno, bali katika nguvu. Na kule mwanzo tulikosoma kitabu ambacho tunatembea nacho siku zote hizi 4, ni kwamba basi itakuwa wasiposadiki wala kusikiliza sauti ya ishara ya kwanza, watasikiliza sauti ya ishara ya pili. Kwa nini? Kwa sababu ishara kwenye maisha ya mtu huwa inakuja ili impe picha halisi ya baadaye, lakini inaweza hiyo picha halisi isiwe nyepesi kutambulikana. Na ndio maana ishara inapokuja, kuna watu wengine ambao hawawezi kujua kitu gani kilicho nyuma yake, lakini wengine wanaweza kawa wepesi wa kujua kilicho nyuma yake. Na ndio maana hata Mungu hapa anazungumza kwa habari ya ishara, lakini anaonyesha nyuma yake ya kwamba kuna watu ambao hawaelewi ishara, lakini wasipoelewa ishara ya kwanza, basi waelewe ishara ya pili. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya ishara yako maelekezo, iko taarifa, yako mambo ambayo yanaweza yakaleta picha halisi ya kitu kinachozungumzwa. Na ndio maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno, lakini unakuwa katika nguvu. Kwa nini? Kwa sababu tumepewa maelekezo
kwenye hii Biblia. Haya maelekezo yanatupa kujua juu ya mambo ambayo Mungu anayataka kwenye maisha ya kwetu, ambayo tukiyafanya basi kwa hiyo tunaweza tukampendeza na yeye akatufanikisha. Kwa maelekezo ambayo yapo kwenye maandiko hapa, ni kwamba hayatoshi tukikaa nayo na tukayaishi hivi hivi pasipo udhihirisho wa nguvu ya Mungu iliyoko ndani ya neno. Na ndio maana Biblia inasema neno la Mungu li hai. Na kama li hai, maana yake kuna mazingira ambayo linaweza lisiwe hai pia. Kinachoweza kufanya liwe hai, maana yake ni lazima kilichoko kwenye neno kituonyeshe nguvu iliyoko ndani yake, ili katika nguvu iliyoko ndani yake ilete matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watu wengi wanasoma Biblia lakini hakuna matokeo. Kwa nini? Tunazidiana kwenye viwango vya kuligeuza neno kuwa na nguvu ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Mungu unatekwa na nguvu au wenye nguvu, na wenye nguvu watapatikana ndani ya maelekezo, na watakaoweza kujua ishara zilizowekwa kwenye maandiko, watakaoweza kujua maelekezo haya wakayageuza kuyapeleka kwenye utendaji, kwenye uwezo halisi, kwenye mamlaka halisi ya kiungu ambayo yameandikwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. Na kwa kusema hayo, nataka tuweze kuangalia mifano kadha wa kadha ambayo itaweza kutusaidia sasa kujenga msingi mzuri na kuweza kuleta utambuzi wa kuelewa udhihirisho wa nguvu za Mungu unakuwa wa namna gani, unajitokeza kwa namna gani, unafanya kazi kwa namna gani, mwisho wake unakueje, ili hata maisha yako ikiwezekana kwa kusikiliza fundisho hili yaweze kubadilika na kuweza kuhakikisha unakaa kwenye mazingira ya kumjua Mungu, unakaa kwenye mazingira ya kumwamini Mungu, na unaweza kumcha kwa kutembea kwenye haki yake ambayo anaitaka. Kitabu kile cha Kutoka, tuangalie mfano wa mtu mmoja anaitwa Musa. Tuangalie kitabu kile cha Kutoka, mfano wa mtu mmoja ambaye anaitwa Musa. Tukiangalia hapo, tutaangalia na mifano mingine ili tuweze kuelewa kwa upana juu ya namna ambavyo nguvu za Mungu zinaweza zikajidhihirisha. Na leo kabla tujienda kwenye mifano, nataka tuangalie udhihirisho wa nguvu za Mungu upo katika mambo kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Ziko siri ambazo mwanadamu akizijua, wewe hapo ukizijua siri kwenye udhihirisho wa nguvu za Mungu, ukizijua zitakusaidia kupiga hatua, kuelewa udhihirisho, lakini si tu kuelewa, kuzielewa nguvu za Mungu, lakini si tu kuelewa, lakini kukaa ndani yake na kuwa na matokeo. Bwana Yesu. Siri ya kwanza ni hii, ni wewe kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Udhihirisho wa nguvu za Mungu upo ndani ya jambo la kwanza, wewe kutenga muda na kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumtafuta Mungu kwenye maisha yako kunatengeneza mazingira ya udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu tumesema udhihirisho ni kuonekana, ni kuthibitishwa. Mungu ili athibitishwe kwenye maisha yako kwako, itategemea kiwango chako cha kumtafuta. Kwenye maisha yako umetenga muda kiasi gani kumtafuta? Kwenye maisha yako umejiwekeza kwa namna gani kuhakikisha unaweza kumtafuta Mungu? Kwenye maisha yako ni mazingira ya namna gani ambayo yapo yanadhihirisha ya kwamba wewe unamtafuta Mungu? Na yakiwepo hayo, vikiwepo vitendo vya namna hivyo kwamba unamtafuta Mungu, basi ni rahisi sana kwako Mungu kujidhihirisha kiuwezo wake, kujidhihirisha kimamlaka yake, kujidhihirisha kiutendaji wake. Kwa nini? Kwa sababu kitabu kile cha Kutoka, tuangalie sasa mfano wa kwanza. Mfano wa kwanza ni kwa namna gani kumtafuta Mungu kunaweza kukatengeneza mazingira ya udhihirisho wa nguvu za Mungu. Kutoka sura ile ya 3, tuangalie sura ya 3, tusome mistari michache pale. Tuanze ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro, mkwewe kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto
nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wamewatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuone namna gani udhihirisho wa nguvu za Mungu, jinsi ambavyo ukimtafuta Mungu anaweza akadhihirika kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma hiki kitabu cha Kutoka, watu wengi inawezekana umewahi soma. Kama hujawahi soma, nimesoma hapa, tuchambue pamoja. Ukisoma hiki kitabu cha Kutoka, utagundua ya kwamba sura ile ya pili inapoanza inazungumza kwa habari ya mtu mmoja ambaye alitoka kwenye kabila la Lawi. Alitoka kwa Walawi. Alikotoka huko akabahatika kuoa miongoni mwa Walawi wenzake. Alipooa akabahatika kupata mtoto ambaye huyo mtoto anaitwa Musa. Lakini ikumbuke walikuwa na mtoto mwingine mkubwa ambaye anaitwa Haruni. Lakini Biblia inazungumza kwa habari ya ujio wa huyu mtoto ambaye anaitwa Musa, ambaye huyo ndiye ambaye tunaweza tukamtumia siku hii ya leo. Wasiomjua Musa ni mtoto wa mtu ambaye anaitwa Amlamu, ambaye Amlamu alikuwa ni Mlawi. Alioa ndugu yake humo. Biblia inasema ndugu wa baba yake, lakini ni kabila ni miongoni mwa Walawi, ambaye alimuoa mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yekobedi. Kwa Amlam na Yekobedi wakamzaa Haruni, lakini wakamzaa na Musa. Lakini Musa huyu ambaye nataka tuzungumze mahali hapa ni yule Musa ambaye alilelewa kwenye familia ya Farao. Kwa nini? Kwa sababu kipindi cha kuzaliwa kwake kilikuwa ni kipindi ambacho ilikuwepo taarifa ya watoto wa kiume wote kuuawa. Lakini kwa jinsi ya muujiza ambao Mungu aliufanya, kwa sababu Musa alimtenga toka tumboni ili amtumie kwa kazi yake. Na kwa sababu hiyo Biblia inazungumza kwa habari ya jinsi Musa ambavyo mama yake mzazi aliweza kumficha kwa kipindi cha miezi 3. Na alipochoka kumficha akaweza kumtengenezea kisafina na kumwacha kwenye maji, katika mazingira ambapo binti Farao aliweza kwenda na akamuona na baadaye akamchukua na kuanza kumlea. Lakini Biblia inasema Musa alipofikia umri fulani wa ujana, ghafla akaanza kuona ya kwamba kumbe hawa sio ndugu zangu wa Misri, lakini ndugu zangu ni hawa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema alipogundua hivyo, alikuwa kila akiona wakiteswa anaumia. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake iko roho ya uchaji wa Mungu ambayo inampa kujua haki ya Mungu ni ya namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo inawezekana pengine Biblia haituelezi kwa upana ndani yake, lakini inawezekana alikuwa ni mtu ambaye anamtafuta Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ushahidi huko mbele tutauona. Alikuwa ni mtu mzuri wa kumtafuta Mungu. Inawezekana pengine alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anamlilia Mungu kwa nyakati nyingi ili kusudi aweze kuwasaidia wana wa Israeli. Lakini pengine alipokuwa anaendelea kumtafuta Mungu, alivyoona matokeo pengine hayaoni, aliingilia kati mwenyewe kufanya kazi ya kuwasaidia.
Ndio maana ukisoma Biblia inasema ilifika muda katika kuamua juu ya ugomvi pale ambapo Wamisri walikuwa na watesa wa Israeli. Biblia inasema akaingilia kati na akamuua Misri. Na alipomuua, kitu gani kilichotokea? Biblia inasema alivyoendelea na kusimama kuwa muamuzi kwa wana wa Israeli, wakamkataa. Walipomkataa, baada ya kugundua kwamba wamenikataa na wanajua kwamba mimi nimeua, akaona bora akimbie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alipokimbia, ameenda huku kwa Yethro ambaye baadaye akaoa mtoto wake, halafu wakawa sasa familia. Huko ndo Mungu akamtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Akamtafuta, akamkuta yupo anachunga. Na anapochunga akamtafuta, akajidhihirisha kwake. Unasema ni kwa namna gani? Tumesoma hiki kitabu cha Kutoka sura ile ya 3. Biblia inasema Musa alipokuwa akichunga kundi la mifugo ya Yethro, ghafla akaona kijiti kinawaka. Moto unatoka katikati ya kijiti. Anatazama, anaona kijiti hakiteketei. Na kwa sababu hakiteketei, kwenye sura ile mstari wa 2 sura ya 3 anasema malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Musa akatazama, kumbe kijiti kiliwaka moto lakini hakiteketei. Sasa alivyomaliza kutazama, mstari wa 3 anasema Musa akasema, nitageuka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa udhihirisho wa Mungu ulidhihirika kwa jinsi ambavyo kijiti kilikuwa kikiwaka moto na hakiteketei. Na Musa hakuelewa, lakini baadaye akataka kutega umakini. Ndio maana Biblia inasema nitageuka sasa. Ikumbukwe Musa alikiona kijiti akakitazama, na alipokitazama Biblia inasema akasema nitageuka sasa, nitazame nione. Je, kutazama kule kwa kwanza kulikuwa kutazama kwa namna gani? Alikuwa kutazama kijiti akaona hakiteketei. Na hapa anasema nitageuka nitazame nione. Maana yake ni nini? Musa alivyoona udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye lile eneo, kijiti kinawaka lakini hakiteketei, akatafuta mazingira moja ya kuweka umakini zaidi, kuona ni nini Mungu anataka akifanye kwenye maisha ya kwake. Ikumbuke ni mtu ambaye alikuwa anamtafuta Mungu kipindi hicho cha nyuma, mpaka akakimbia kaenda huko kwa Yethro. Lakini Mungu anapojidhihirisha kwake, aliona hili ni jambo la kiungu, sio jambo la kibinadamu. Akasema ngoja niweke umakini wangu nione haya maajabu ni ya namna gani. Alivyoweka umakini, jambo lingine ambalo linaweza likatafsiriwa hapo ni kwamba akaweka utayari. Nitageuka, ile kugeuka aliweka umakini, lakini kugeuka ni kuweka utayari. Ikumbukwe huyu Musa ni mtu yule ambaye huko nyuma alivunjwa moyo na watu wanaowasaidia. Inawezekana alirudi nyuma, na ndio maana alikimbia akaenda mbali akaachana nao kule. Kwa Mungu alitengeneza mazingira ya udhihirisho wa yeye kuonekana, ili Musa awe attention kutazama, lakini awe tayari kusikiliza kile alichokileta. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaweza ukasema ya kwamba kugeuka inawezekana pengine ni kuanza kusogelea zaidi kwenye kile kijiti kinachowaka moto. Kwamba inawezekana alikuwa mbali anatazama, lakini akatafuta kusogelea zaidi. Unasema unajuaje? Kwa sababu angalia maelekezo. Kule mbele Mungu anamwambia usikaribie hapa. Alafu anamwambia vua viatu vyako miguuni mwako, usikaribie. Maana inawezekana Musa aliposema nigeuke, alikuwa anasogea ili akakaribie kile kiti, kile kijiti. Pengine akakishike au ajaribu kuona haya maajabu ni ya namna gani, ili akienda kusimulia watu waweze kuelewa. Kwa hiyo ni kukaa tayari kwa ajili ya hatua inayokuja, lakini ni kuwa makini, lakini pia ni kusogelea au kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya nitageuka. Sasa nini maana yake? Natoa ufafanuzi wa namna hii kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti. Akasema Musa, Musa, akasema mimi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ikumbuke Musa ameona kijiti kinawaka moto, lakini ghafla anasema nitageuka. Alafu Mungu alivyoona amegeuka, akasema alivyogeuka akaanza sasa kumuita. Bwana Yesu asifiwe.
iko kama jinsi ambavyo maisha ya siku hizi tunavyoishi. Inawezekana pengine umejifunza maandiko matakatifu, umefundishwa, ndani yako unaanza kupata kusikia msukumo wa kumtumikia Mungu, au unaanza kuhisi ndani yako ya kwamba kuna wito wa kumtumikia Mungu. Unajaribu kutafuta kila namna ndani yako, lakini unaposema nitageuka, manake unaweka umakini wa kutaka kucheki zaidi ule mwito ambao unaona una msukumo ndani yako, au unakaa tayari kwa ajili ya kile ambacho unakiona kinaleta msukumo ndani yako, kwamba kuna kitu Mungu anataka kukileta. Ili unapokaa tayari, Mungu atasema kwamba amesema yuko tayari. Basi kwa namna hiyo, basi atataka ajidhihirishe kwako. Kwa namna gani? Atakuita. Musa aliitwa na wewe utaitwa. Kwa Musa alipoitwa akasema mimi hapa. Haikuishia hapo. Biblia inasema ya kwamba alipomwambia na alipoitika akamwambia usikaribie hapa. Alafu akasema vua viatu vyako. Alafu baada ya hapo akaanza kujitambulisha, mimi ni Mungu wa baba yako. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Niko hapa. Alafu akaanza kumpa maelekezo ya kitu ambacho anatakiwa kukifanya. Anaanza kujidhihirisha juu ya mwito wake, kwamba sasa nimekuita ili uende ukawaokoe wana wa Israeli, ukawasaidie kuwatoa wana wa Israeli kutoka sehemu ile wanapoteseka, alafu uwapeleke mahali ambapo nataka uwapeleke. Wapi? Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anajidhihirisha kwako pale unapomtafuta. Musa alimtafuta Mungu, ilifika wakati Mungu akamtafuta Musa. Kwa kwenye kanuni ya Mungu ya kumtafuta ili adhihirike, ukimtafuta, kwa sababu yeye alituchagua tangia mwanzo, lakini anasubiri umtafute. Ukimtafuta, hata kama umekaa kwa muda mrefu unamtafuta, unaona kama adhihiriki, lakini ujue ya kwamba kuna majira ambayo naye atakuja atakutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Musa aliona udhihirisho wa nguvu za Mungu kwa kijiti kuwaka moto pasipo kuteketea. Je, wewe kwenye maisha yako umeiona udhihirisho wa nguvu za Mungu kwa namna gani, au kwa mfano upi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia kule mbele, sura ile ya 4, anasema Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataamini wala hawatasikiliza sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema ni fimbo. Akamwambia itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia, nyosha mkono wako. Akamshika, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akanyosha mkono wake akamshika mkia, naye akageuka kuwa fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Sura hii ya 4 inatuonyesha jinsi ambavyo wito unapokuja ndani ya mtu anaanza kuwa na wasiwasi juu ya namna gani watu wanaweza wakaelewa juu ya mwito alionao. Na hili ni jambo ambalo linawasumbua watu wengi. Mungu anapowaita wanaanza kuwa na wasiwasi juu ya kazi ambayo Mungu anawapa, kwamba inawezekanaje Mungu akaweka wito wa namna hii ndani yangu. Na kwa sababu hiyo, hata kama nikisema kweli Mungu ameniita, hata nikienda kutumika, watu watanisikiliza kweli? Watu wataniamini kwamba nimeitwa? Watu watanielewa hata nikifundisha? Lakini kumbe Mungu akikuita, yeye ndiye anayefanya kazi ndani yako. Na ndio maana hapa anamwambia Musa kwamba hata wasipokusikiliza watakusikiliza tu. Kwa nini? Kwa sababu ziko ishara ambazo nitakupa, ili katika ishara hizo ukizionyesha, ndani yao watajua ya kwamba Mungu yuko hapa. Nini maana yake? Anazungumza kwa habari ya udhihirisho wa nguvu zake kwenye maisha ya Musa. Anasema, Musa, nimekuita, lakini ndani yako uko udhihirisho ambao nimeuandaa ili watu wakakuelewe kwamba mimi ndiye niliyekutuma. Na ndio maana Musa anajaribu kumuuliza kwamba wewe unasema nikawaambie kwamba wewe ni Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo. Hawatanielewa kwa sababu wamesikia sana huko na wameona kama hajawasaidia. Wewe unajidhihirisheje kwangu? Mungu anasema, kawaambie ya kwamba mimi niko ambaye nimekutuma.
Bwana Yesu asiwe. Lakini hakuishi hapo. Sura hii ya 4 alipoona Musa na wasiwasi, akamwambia kwamba uko udhihirisho wa uwezo nilio nao, uko udhihirisho wa mamlaka nilio nao, uko udhihirisho wa utendaji kazi nilio nao. Hebu cheki, mkononi umeshika nini? Akasema nimeshika fimbo. Akasema hiyo fimbo hebu itupe chini. Akaitupa, ikageuka nyoka. Sasa fimbo kugeuka nyoka, hilo ni tendo ambalo mwanadamu hawezi kulifanya, isipokuwa ndani yake Mungu yupo. Inawezekana hata miungu ikafanya, maana hata kwa Farao miungu ilifanya, wachawi walifanya, wakatengeneza nyoka. Lakini nyoka ambaye Mungu amemtengeneza anakuja na nguvu ya ajabu, na ndio maana wale nyoka wengine waliweza kumezwa. Lakini hapa Mungu alijidhihirisha kwamba utendaji wake ni mkuu na watu watamuelewa. Fimbo ikageuka kuwa nyoka. Bwana Yesu. Hayo ni matendo ya ajabu sana. Lakini Musa bado alikuwa na wasiwasi. Mungu akasema okay, bado na wasiwasi. Akamwambia kwamba hebu nenda kachote maji. Nenda kachote maji. Alafu akasema, akamwambia, kuna mfano wa pili anasema weka mkono wako kifuani. Alipoweka ule mkono kwenye kifua chake, ghafla anautazama, baada ya kutoa anagundua ya kwamba mkono ambao ulikuwa uko vizuri tu, ghafla umegeuka, umekuwa na ukoma. Anagundua mkono una ukoma. Alafu ghafla anamwambia hebu fanya hiki. Anafanya kama Mungu anavyomwelekeza, mkono unapona hapo hapo. Hizo ni nguvu za kitofauti ambazo pasipo Mungu haziwezi tendeka. Manake udhihirisho wa nguvu za Mungu tunauona kwa Musa pale ambapo fimbo inageuka inakuwa nyoka, afu ghafla inarudi. Mkono wake unapata ukoma, alafu ghafla ukoma unaondoka. Lakini Mungu aliona bado Musa na wasiwasi, akamwambia jambo lingine. Akasema ukiona bado hawakuelewi, chukua maji, nenda mtoni kachote maji. Afu hayo maji kayamwage mahali. Ukishayamwaga hayo maji yatageuka kuwa damu. Watu watakapoona namna hiyo watajua ya kwamba hakika Mungu amedhihirika na kweli amekutokea. Na Musa, Biblia inasema, ukisoma huku mbele kwa ajili ya muda, anasema kweli alienda kufanya hayo. Na alipofanya hayo, hata alipomhadithia Haruni, watu wote walijua ya kwamba hakika Mungu amemtokea Musa. Manake Mungu hakika amejidhihirisha, amejifunua, amethibitika kwa Musa. Na ndio maana hata kwenye maisha tulio nayo ni vyema zaidi tunapomjifunza kwa habari ya Mungu, tujifunze katika kiwango ambacho lazima tutafute Mungu ajulikane, ajidhihirishe kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenda sawa jamani? Kwa hiyo jambo gani tunajifunza hapo? Jambo moja la msingi sana. Tunajifunza ya kwamba unapopata nafasi ya kumjua Mungu, kwenye mfano wa Musa jinsi Mungu alivyojidhihirisha, unapopata nafasi ya kumjua Mungu na ukamwamini na ukaanza kumtumikia, Mungu anabadilisha maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anabadilisha maisha ya kwako. Unapopata nafasi ya kumjua Mungu, kumwamini na kumtumikia, anabadilisha maisha ya kwako. Kwa nini? Kwa sababu Musa alikuwa amezaliwa kwenye familia ambayo alitelekezwa, alitengwa kwa sababu ya wanatafuta kumsaidia, lakini akaenda kulelewa kwenye mazingira ambayo ni ajabu tu, ajabu wa Mungu na jinsi Mungu alivyotengeneza mazingira ya kumsaidia. Akalelewa kwa Farao, kwa mtu ambaye anatakiwa kumuua, lakini ghafla akapitia changamoto mbalimbali zilizomfanya akimbie eneo ambalo alitakiwa kuishi. Lakini ghafla huko Mungu akamtafuta, na alipomtafuta akatafuta kumjua. Na ndio maana pale alibishana na Mungu kwa muda mrefu sana, anatafuta kumjua Mungu. Alipotafuta kumjua Mungu akatengeneza imani ndani yake. Alipotengeneza imani ndani yake akaanza kuishi kwa kutembea sawasawa na vile Mungu anavyomwelekeza. Na alivyoanza kuishi na kutembea sawasawa na vile Mungu alivyomwelekeza, Biblia inasema ya kwamba ghafla maisha ya Musa yakabadilika. Ukimtafuta Mungu na katika kumtafuta kwako ukamjua, ukamwamini, ukamtumikia, anabadilisha maisha ya kwako. Ghafla unashangaa, unakuwa mtu wa maana, mtu wa faida, mtu ambaye mtaani anategemewa kwa sauti ya Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie mfano mwingine, mfano wa pili. Tuangalie mfano wa pili. Bado tunaendelea kuangalia pointi ya kwanza, udhihirisho wa nguvu za Mungu.
tunaangalia kwenye siri moja nzito ya kwamba ili Mungu aweze kujidhihirisha ndani yako, ni lazima utie bidii kumtafuta. Kwamba hawezi kujidhihirisha hivi hivi, isipokuwa lazima umtafute. Na kama kumtafuta Mungu kunaleta yeye kujulikana, yeye kuonekana, kuthibitika na kutenda kazi ambayo ni ajabu kwenye maisha ya kwako. Tumeangalia mfano wa Musa, jinsi ambavyo udhihirisho wake ulibadilisha maisha ya Musa. Twende tuangalie mfano wa pili. Mfano wa pili ambao nataka tuangalie hapa, tuangalie mfano wa mtu anaitwa Zakayo. Wanaosoma Biblia wanamfahamu mtu anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa ni tajiri. Biblia inasema ni tajiri. Na duniani hapa tuna matajiri wengi. Katika nchi ya Tanzania na nchi zingine ambazo mnanifuatilia, kuna matajiri wengi. Na kwa sababu matajiri ni wengi, Biblia inasema lakini huyu tajiri Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru. Inawezekana kuna watoza ushuru pia wananisikiliza. Alikuwa mtoza ushuru, lakini ni tajiri. Lakini si tu hapo, Biblia inasema alikuwa akitafuta kumjua Yesu ni nani hasa. Anaposikia mtaani habari za Yesu, akatenga muda kutafuta kumjua Yesu ni nani. Anatafuta kitu gani? Inawezekana pengine alisikia siri hii mahali fulani, au Mungu aliweza kuichipusha ndani yake hiyo siri ya ajabu sana, kwamba ili nidhihirike kwenye maisha ya kwako ni lazima unitafute. Akaanza kumtafuta. Alikokuwa anamtafuta, kitabu kile cha Luka sura ile ya 19 mstari wa 1 mpaka wa 10. Luka, Injili ya Luka 19 mpaka ule mstari wa 1 mpaka wa 10. Biblia inasema naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, maana ni mfupi wa kimo. Ni mtu wa namna gani? Asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza kwa habari ya mfano wa mazingira ya Yesu alipoingia Yeriko. Alipita mazingira ambayo alimuona, alikuwepo mtu ambaye alikuwa anaitwa Zakayo. Huyu Zakayo, Biblia inasema alikuwa tajiri, alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa ni mfupi, lakini alikuwa anatafuta kumjua Yesu ni nani. Kama ninavyosema ya kwamba udhihirisho wa nguvu za Mungu upo kwenye kumtafuta Mungu. Biblia inaandika kwamba huyu katika kumtafuta Mungu, kumtafuta kumjua Yesu, alikuwa anazuiliwa na umati wa watu, lakini alikuwa ni mfupi. Unaweza ukaelewa wafupi kwenye umati wa watu wanapata shida kiasi gani ya wao kumwona yule ambaye wanataka kumwona. Kwa sababu warefu anaweza akasimama mahali kwenye urefu wake akaona, lakini Zakayo akasema haiwezekani, lazima nimjue, lazima nimuone. Akapanda juu ya mti. Lakini ukiendelea kusoma kwa muda wako, maandiko anasema Yesu alipomuona Zakayo kwenye mti akamwambia shuka. Kwa nini? Kwa sababu leo hii natembelea kwenye nyumba yako. Kwa nini? Kwa sababu ni nyakati, ni msimu, ni majira ambayo Mungu anataka kujulikana kwa Zakayo. Kwa nini anataka kujulikana? Kwa sababu ameshachokoza ile siri, ameshaigusa siri ya kumtafuta. Zakayo alikuwa akimtafuta Mungu, ni siri hiyo. Ukijua ukaitendea kazi itakusaidia. Ghafla Mungu anakuja kwako waziwazi, maana umemtafuta. Zakayo alimtafuta Mungu, akaja waziwazi akasema ninakuja kwenye nyumba yako. Ghafla maandiko yanasema Yesu akaenda kwenye nyumba ya Zakayo. Alipofika pale, wababaishaji wakajitokeza kutaka kutengeneza mazingira ya kwamba ikiwezekana Yesu ondoka hapa hapafai, kwa sababu huyu mtu ni mwenye dhambi. Biblia inasema alikuwa mfupi, lakini pia umati wa watu. Hiyo ni tafsiri tu ambayo unaweza ukaelewa hivyo, lakini kitu gani kilichokuwa kikimzuia Zakayo? Tunachokitafuta ni dhambi. Ilikuwa ikimzonga. Unasema umejuaje? Ngoja tusome kidogo hapo ili uelewe na kwa nini nasema ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8. Biblia inasema Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim.
kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Narudia tena ya kwamba Yesu alisema wokovu umefika nyumbani humu. Wokovu umefika. Kwa nini? Anataka kuzungumza kwamba udhihirisho wa nguvu zangu, mimi ni Mungu, udhihirisho wa uwezo, mamlaka niliona, utendaji kazi wa kiungu umeshafika kwenye maisha yako Zakayo. Kwa nini? Umeshachokoza siri ya mimi kudhihirika, umenitafuta. Na kwa sababu hiyo Mungu akadhihirika, na Zakayo, ile dhambi iliyokuwa inamzonga, inamsumbua mpaka anashindwa kuona udhihirisho wa Mungu jinsi anavyotenda kazi, ile yote ikaondoka. Unasema iliondokeje? Iliondoka pale ambapo anasema aliamua kugawa mali zake kwa wale aliowanyang'anya. Dhambi yake pesa, jinsi inavyowasumbua watu. Watu wengi wanatawaliwa na fedha sana. Fedha inaweza ikakutawala kiasi cha kwamba ukawa tayari kuua mtu. Fedha inaweza ikakutawala kiasi cha kwamba ukawa tayari kufanya lolote. Fedha inaweza ikakutawala. Tamaa ya fedha ndio ilitengeneza dhambi kubwa kwenye maisha yake kwake. Lakini alipofika kiwango akasema, hapana, hapa Mungu amedhihirika, nimeona, niko tayari kuacha kitu chochote. Jambo gani unaweza kadaka hapa? Jambo la muhimu la kujifunza. Jambo la pili, kwenye mfano huu wa pili, unapoamua kumtafuta Mungu, sikiliza kwa makini, unapoamua kumtafuta Mungu, kubali kubeba msalaba wako. Unapoamua kumtafuta Mungu ili adhihirike kwenye maisha yako kiukweli ukweli, kubali kubeba msalaba wako kwanza. Mungu atajidhihirisha kwako. Unasema umejuaje? Sura ile ya 8, kitabu kile cha Marko, sura ile ya 8 na ule mstari wa 34. Kipata muda kasome. Lakini Yesu akawaita makutano na wanafunzi wake, halafu akawaambia, mtu yoyote akitaka kunifuata mimi, sharti, jambo la kwanza, ajikane mwenyewe. Jambo la pili, lazima akubali kubeba msalaba wake. Huyo ndiye ataweza kunifuata. Maana yake ni nini? Kwenye siri hii ya udhihirisho wa nguvu za Mungu iliyoko kwenye kumtafuta Mungu, inabeba maamuzi yako mwenyewe ya kujikana. Yako mambo mengi ambayo usipojikana mwenyewe, Mungu hawezi kujulikana kwako. Unasema mambo gani? Kwa mfano, Zakayo alikuwa na tamaa ya fedha, alikuwa akipenda fedha, ananyang'anya hadi watu ambao hawakustahili kunyang'anywa, kwa sababu hata fedha walizonazo hazitoshi kwa siku kula, akawanyang'anya. Lakini ndani yake huyu Zakayo alipogundua kwamba udhihirisho wa nguvu za Mungu upo kwenye kumtafuta Mungu, akaachana na hizo fedha. Unasema aliachaneje? Akagawa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili la pili lidake vizuri. Tuangalie mfano wa tatu. Mfano wa tatu tuangalie kutoka kwenye kile kitabu cha Yohana. Angalia kitabu cha Yohana ili tuweze kuomba kidogo hapa. Kitabu cha Yohana sura ile ya 12 mstari ule wa 20. Yohana 12:20. Mfano wa tatu. Biblia inasema, palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu walikwea kwenda kuabudu kwenye siku kuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Betsaida ya Galilaya, wakamuomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea. Kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. Yesu naye akawajibu akasema, saa imefika, atukuzwe mwana wa Adamu. Amini, amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Yeye anipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu hataisalimisha hata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze kwa habari ya Wayunani kadha wa kadha, nikitazama kwa habari ya udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye pointi yetu ya kwanza, kumtafuta Mungu. Walikuwepo Wayunani kadha wa kadha. Wasiojua Wayunani ni Wagiriki. Wagiriki kadha wa kadha, manake miongoni mwa watu fulani walikuwepo Wagiriki au walikuwepo Wayunani. Wao walijua siri ya udhihirisho wa nguvu za Mungu upo kwenye kumtafuta Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Hata kama pengine hawakujua hiyo siri, lakini nataka uweze kuona hii siri ni ajabu kiasi gani. Wakatafuta kumwona Yesu, kutaka kumjua Yesu ni nani. Wakamwendea Filipo. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa yupo karibu na Yesu. Filipo kwa sababu alikuwa yupo karibu na Andrea, na wao wako pamoja na Yesu, wakaenda sambamba kwa ajili ya kumwambia Yesu, kuna watu wanataka kukujua huku, wanakutafuta, watu wanakutafuta. Yesu akawaambia, hey, majira yamefika ambayo Mungu anatakiwa ajulikane. Lakini akasema Mungu hawezi akajulikana katika haya majira pasipo huyu ambaye Yesu mnayemtaka kufa msalabani. Anasema chembe ya ngano isipokufa haiwezi katengeneza matunda mengine. Maanake anataka kuzungumza ya kwamba ni kweli hawa wanataka kunijua mimi au wanataka kuniona mimi, lakini ngoja kwanza wasubiri msalaba ufike. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana yake? Nini maana yake? Yesu anaposema, ngoja nisome kidogo hapa. Anasema saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Maana yake nini? Kutukuzwa ni kujulikana. Na sisi tunasema udhihirisho ni kuonekana, kuthibitishwa, au udhihirisho ni kuthibitishwa, kufunuliwa. Na hapa tunazungumza kwa atukuzwe, maana yake ajulikane. Saa imefika Mungu atukuzwe, saa imefika Mungu ajulikane. Maana yake Wayunani kadha wa kadha walipomtafuta Mungu, Yesu akajidhihirisha kwamba sasa ni majira ya udhihirisho. Lakini subirieni msalaba. Inawezekana hata wewe umejaribu kumtafuta Mungu kwenye maisha yako, kwa jinsi ambavyo unaweza ukawa unamtafuta na kumtafuta, lakini kwenye kumtafuta kwako inawezekana pengine hujagusa siri ambazo wenzetu waliweza kugusa huku ndani mpaka Mungu akajulikana. Lakini inawezekana na mwingine unayenisikiliza umewahi gusa siri za namna hii, alafu Mungu akajulikana kwako. Jambo la tatu la muhimu la kulijua hapa, ambalo nataka tujifunze kwa hawa Wayunani kadha wa kadha. Wayunani kadha wa kadha. Jambo la muhimu la kujifunza ni kwamba unapomtumikia Mungu, kumbuka hilo. Unapomtumikia Mungu ukiwa hapa duniani, Mungu naye atakuheshimu. Ngoja niseme namna hii. Unapomtumikia Mungu hapa duniani, Mungu naye anakuheshimu. Maana nikisema atakuheshimu pengine ni baadaye. Mungu anakuheshimu. Ni watu wangapi ambao unawajua wanamtumikia Mungu? Je, cheki heshima yao mtaani ipoje? Na kwenye maisha haya ambayo tunayaishi, hata siku moja usitafute heshima kwa mtu. Usitafute heshima kwa mwanadamu. Usitafute heshima kwa miungu. Usitafute heshima pengine kwenye mamlaka fulani iliyoko kwenye kampuni au iliyoko kwenye serikali au iliyoko kwenye taifa fulani. Ukatafuta heshima huko, pengine ukataka ili heshima hiyo ikusaidie kuishi mtaani, utakuwa unapotea. Heshima ya pekee ambayo ina nguvu ya kukusaidia, Mungu peke yake ndo anayeitoa. Kwa nini? Ukimtumikia anakuheshimu, anakuheshimisha, na mtaani unaheshimika. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi nimewaona wanatafuta heshima kwenye familia. Nimewaona watu wanatafuta heshima ofisini wanakofanya kazi. Nimeona watu wakitafuta heshima makanisani wanakosali, waheshimike, wanatafuta heshima. Nimeona watu kwenye taifa wanatafuta heshima, kwenye mikoa fulani fulani, wilaya wanatafuta heshima, hata kwenye mataifa wanatafuta heshima. Lakini mahali wanapozitafuta hizo heshima ni mahali ambapo si salama. Wanatafuta heshima kwenye mifumo ya ulimwengu huu, ambako hata hawamshirikishi Mungu ili heshima inapokuja iweze kuwalinda, iweze kuwasaidia, iweze kuwapa utukufu ambao hawezi kukomwa au kukoma mahali popote. Kwa sababu heshima ya Mungu haina ukomo, ni ya milele. Na ndio maana Mungu anaheshimika kila kuitwapo leo. Bwana Yesu asifiwe. Natamani wewe unayenisikiliza jifunze na tafuta heshima kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kwa ninyi ambao mlikuwa mmetenga muda kunifuatilia kwa ajili ya hii siku ya kwanza. Tulikuwa tukijifunza kwa habari ya udhihirisho wa nguvu za Mungu, lakini tukitazama kwa habari ya siri moja ya muhimu sana ambayo inaitwa kumtafuta Mungu. Na hii siri ukijua, iko mifano mingi tungeitazama, lakini kwa sababu ya muda tuangalie hiyo mitatu. Na tuone mambo muhimu matatu ndio yazungumzia hapa, alafu tuyafanyie kazi.
Mungu naye atatusaidia. Inawezekana umewahi mtafuta Mungu kwa mazingira ya kwako, lakini hujaona udhihirisho wake kwenye maisha yako. Inawezekana ni mtumishi wa Mungu unatumika mahali tofauti tofauti, lakini udhihirisho wa Mungu katika viwango ambavyo unatamani Mungu adhihirike bado hujaona. Inawezekana wewe ni mwimbaji mahali fulani, unatamani unapoimba udhihirisho wa nguvu za Mungu uwe unaonekana, lakini ghafla hauonekani. Au inawezekana wewe ni mwigizaji, unaigiza na unafanya utumishi ndani, au umeajiriwa mahali fulani, unatamani watu wajue ya kwamba Mungu yupo, aonekane kwenye maisha yako, lakini ghafla unaona kama Mungu amekuacha vile, kama vile hadhihiriki. Unateswa au unanyanyaswa mahali pa ofisi. Inawezekana ni kwenye taifa, wewe ni kiongozi, lakini mifumo ni kama vile inakunyanyasa, na wewe unatafuta Mungu ajulikane, aonekane kwenye mifumo ambayo inawaongoza kwenye ofisi au kwenye taifa hilo. Mungu unatamani ajulikane katika udhihirisho wa kwake na nguvu na utendaji wake, lakini unaona kama bado hajafanya hivyo. Lakini siku ya leo tumejifunza kwamba ongeza viwango vya kumtafuta, ongeza viwango vya kumtafuta, ongeza viwango vya kumtafuta Mungu, ongeza viwango vya kumtafuta Mungu, ongeza viwango vya kumtafuta Mungu. Ukimtafuta Mungu naye atajulikana kwako, atathibitika kwako, ataonekana kwako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameachilia nafasi ndani yetu ili tumtafute, ili tutakapomtafuta naye kwa hiyo siri ya ajabu atajulikana kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda kuomba mahali hapa ili mtu yule ambaye anasema kwa kweli natamani ili somo liwe la kwangu, ili ulichukue liwe la kwako, basi unganisha na maombi haya. Mahali popote unaponifuatilia, iwe ni barabarani, iwe ni ofisini, upo nyumbani, upo popote unatembea, lakini umepata muda wa kufuatilia, katika namna yoyote utukufu wa Mungu na kufikia mahali ulipo. Nami naenda kuomba, na ukipata mazingira mazuri ya kuomba, omba mahali ulipo, ili Mungu kwa kumtafuta unakomtafuta siku zote za wiki, kila siku unapomtafuta, basi atenge muda na yeye aje kwako adhihirike. Mungu, asante kwa ajili ya nafasi hii, asante kwa ajili ya heshima hii, asante kwa ajili ya utukufu huu, asante kwa ajili ya sababu hii, asante kwa sababu Mungu uko pamoja, asante kwa sababu utukufu wako ni wa milele na milele, ni vizazi na vizazi. Mungu, haufananishwi na mtu yoyote, wewe ni Mungu mwenye utukufu, mwenye enzi. Asante kwa kuwa umekuwa pamoja nami kunifundisha na kuwafundisha hawa ambao umeona ni bora kwa siku hii ya kwanza wapokee na kusikia juu ya siri hii, juu ya udhihirisho wako. Heshima ni ya kwako, Mfalme. Ninaomba Mungu toba kwa ajili ya mahali ambapo inawezekana sijakamilisha katika viwango ulivyokuwa unataka. Nisamehe Mungu, lakini mahali ambapo nimeweka ulivyotaka ni mtaji mkubwa sana kwa Bwana Yesu. Na kwa sababu hiyo kumbuka Mungu wasikilizaji ambao wamesikiliza. Mungu, ninaomba toba kwa ajili ya maisha yao, mahali ambapo walikutafuta vibaya, pengine kwa kutokujua siri zilizoko ndani pia ya utafutaji. Mungu, tunapoendelea kujifunza hili somo, tutajifunza pia na siri zilizoko ndani kwenye utafutaji, jinsi ambavyo unaweza kumtafuta, ili Mungu kwa ishara tuliyoona kwamba kutafuta kunaweza kukaleta matokeo. Wasaidie Mungu wanapokutafuta kuanzia leo, kuanzia kesho, kuanzia na siku zinazokuja, wakakuone ukajulikane kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Nguvu za giza na ishara zote mbaya, roho zote mbaya na kila kipingamizi ambacho kinaweza kikawa kamata ili wasiweze kufikia viwango ambavyo Mungu unaweza ukajulikana. Zakayo aliweza kutenga muda na kuwa na moyo wa kukutafuta, lakini umati wa watu ulikuwa ukimpinga ili asiweze kukufikia. Kimo chake kilikuwa kikimzuia asiweze kukuona, lakini Mungu ulipojijulisha kwake kwa kukutafuta kwake, ukaondoa kila kitu. Wingu la dhambi iliyokuwa ikimzonga likaondoka, naye akaona utukufu wake, maana utukufu wako ulidhihirika nyumbani kwake. Hata hawa wanaonisikiliza, inawezekana kuna dhambi inayowasukuma wasiweze kukuona, maana kwenye Isaya 59 unasema dhambi inaficha uso wako, nawe unageuza uso usitaki kuona kabisa maisha ya kwetu na kutuhurumia na kutusaidia. Isipokuwa dhambi ikiondoka, nawe Mungu unatusaidia. Hata tunapokutafuta zaidi, unaingia unatutoa kwenye matope. Ninaomba Mungu katika jina la Yesu, ingia ndani ya baba huyu, mama huyu, kaka huyu, mtoto huyu, umsaidie Mungu kwa kufuta kila
udhaifu ambao unamsumbua na kwa kumuondoa kwenye udhaifu huo, ili akaione ya kwamba Mungu upo kiutendaji, upo kimamlaka, upo kiuwezo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Iwe ni mamlaka mahali popote ambapo yupo, kiofisi zinazompinga na kumsumbua na kuweka kiwingu ili asikuone, Mungu weka zuio, weka nafasi ya mpenyo, maana Yesu ndiye njia. Akapenye kimfumo, akapenye kimfu, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu uliye mkuu sana. Ninamuweka mikononi mwako, Mfalme amani, mahali popote anaponisikiliza. Mungu, mahali popote anapozongwa na mambo mbalimbali, iwe ni dhambi ya udhinzi, iwe ni dhambi ya ulevi, iwe ni dhambi ya uthengenyaji, uongo na kila namna ya tamaa inayomzonga, ili kwa sababu Mungu atakuwa tayari kubeba msalaba, atakuwa tayari kujikana, ili nafsi yake Mungu liye haya iache, lakini akufuate wewe. Mungu utaiponya pamoja nayo, katika jina la Yesu. Msaidie Mungu. Ninakushukuru, asante kwa ajili ya ibada hii na hii semina leo, ikiwa ni siku ya kwanza. Utukufu na heshima ni vya kwako, Mfalme amani, nami ninakushukuru. Pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu, naomba na kushukuru, amen. Mungu akubariki sana unayefuatilia. Nikukaribishe kwa ajili ya semina siku ya pili.